Na mimi niwaombe wanasiasa wenzangu, tusipeleke maslahi yetu mbele, tupeleke maslahi ya Watanzania. Tusiwadanganye wananchi kwa nia zetu mbaya. John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anakumbukwa kama kiongozi aliyekuwa na ushawishi mkubwa na mtindo wa kipekee wa uongozi uliogusa maisha ya Watanzania wengi. Hapa kuna muhtasari wa maisha na uongozi wake. 1. Chimbuko na elimu. Alizaliwa Oktoba 29, 1959 huko Chato, mkoani Geita. Kabla ya kuingia kwenye siasa, alikuwa mwalimu wa kemia na hisabati na baadaye alifanya kazi kama mwanakemia viwandani. Alijipatia elimu ya juu hadi shahada ya uzamivu, PhD ya kemia kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Safari ya siasa. Magufuli alianza safari yake ya kisiasa kama mbunge wa Chato mwaka 1995. Alihudumu katika wizara mbalimbali, lakini alijizolea sifa zaidi akiwa waziri wa ujenzi. Hapo ndipo alipopata jina la Tingatinga kutokana na usimamizi wake thabiti wa miradi ya barabara na kasi yake ya utendaji. Urais na hapa kazi tu. Aliingia madarakani Novemba 2015 kwa kauli mbiu ya hapa kazi tu. Na kuambia wananchi pale Chato, nileteeni kijana huyo. Uongozi wake ulijikita katika maeneo makuu yafuatayo: kupambana na ufisadi. Alijulikana kwa kutumbua majipu au kuwafuta kazi viongozi wazembe au mafisadi na kupunguza matumizi ya serikali yasiyo ya lazima. Ninapita kuwasalimu kwa sababu mmejikusanya wenyewe kwa hiari yenu. Napenda kuwathibitishia ndugu zangu wana Ubungo na Watanzania kwa ujumla, mimi ni mtumishi wenu. Miradi ya kimkakati. Alisisitiza ujenzi wa miundombinu mikubwa kama reli ya kisasa SGR, bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere JNHPP na ufufuaji wa shirika la ndege la ATCL. Elimu bure. Alitekeleza sera ya elimu bure kwa shule za msingi na sekondari nchini Tanzania. Mtindo wa uongozi. Magufuli alijulikana kwa kufanya maamuzi ya papo hapo wakati wa mikutano ya hadhara, ziara za kushtukiza. Ingawa alipendwa na wengi kwa kusimamia rasilimali za nchi, pia alikosolewa na baadhi ya watu na mashirika ya kimataifa kuhusu masuala ya demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari. Kifo chake. Dunia ilishtushwa na taarifa za kifo chake zilizotangazwa Machi 17, 2021 na aliyekuwa makamu wake, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Alifariki akiwa madarakani katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam kutokana na matatizo ya moyo. John Pombe Magufuli ameacha alama isiyofutika katika historia ya Tanzania, hususan katika uzalendo na usimamizi wa rasilimali za taifa. Moja ya maeneo ambayo John Pombe Magufuli aliacha alama kubwa zaidi ni miradi mikubwa ya kimkakati iliyolenga kuifanya Tanzania iwe nchi ya viwanda na kitovu cha usafirishaji Afrika Mashariki. Hapa kuna mambo mawili makuu ambayo yaliandika historia ya uongozi wake. 1. Mradi wa reli ya kisasa SGR. Huu ulikuwa mradi wake wa dhahabu. Magufuli aliamini kuwa ili uchumi ukue, lazima kuwe na usafiri wa haraka na wa bei nafuu wa mizigo na abiria. Tofauti na reli ya zamani MGR, hii ya kisasa SGR inatumia umeme na ina uwezo wa kubeba mizigo mizito zaidi kwa kasi. Uzalendo. Ninawapongeza wana Ubungo, ninawapongeza Watanzania wote. Alisisitiza kuwa mradi huu ujengwe kwa fedha za ndani za walipakodi wa Kitanzania badala ya kutegemea mikopo ya nje pekee, jambo lililoamsha ari ya uzalendo. Mradi wa umeme wa Julius Nyerere JNHPP. Huu ni mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia maji katika mto Rufiji, Stigler's Gorge. Lengo: alitaka Tanzania iwe na umeme mwingi na wa bei rahisi ili kuvutia wawekezaji wa viwanda. Uthabiti: licha ya shinikizo kutoka kwa baadhi ya mashirika ya kimataifa ya mazingira, alisimama kidete na kusema mradi huo ni muhimu kwa maendeleo ya watu maskini. Hotuba na kauli maarufu.
Magufuli alikuwa na kipaji cha kuzungumza na Watanzania kwa lugha rahisi inayoeleweka. Baadhi ya kauli zake zimebaki kuwa methali nchini Tanzania. Tanzania ya viwanda, ndoto yake ya kuona bidhaa zinazozalishwa nchini zikiongezeka thamani. Nimejitoa sadaka kwa wanyonge. Mara nyingi alijipambanua kama mtetezi wa watu maskini dhidi ya matajiri au viongozi wanaotumia madaraka vibaya. Hapa kazi tu. Huu ulikuwa mwongozo wake mkuu, kwamba maendeleo hayaji kwa maneno, bali kwa vitendo na bidii. Jambo la kukumbukwa, utumbuzi wa majipu. Huwezi kuelezea hadithi ya Magufuli bila kutaja ziara zake za kushtukiza. Alikuwa akifika ofisini au bandarini bila taarifa, na akigundua ubadhirifu, alikuwa anafuta kazi wahusika papo hapo mbele ya kamera. Hii ilijenga nidhamu kubwa ya kazi serikalini. Je, alikufa kwa mshtuko wa moyo? Kifo cha Rais John Pombe Magufuli kilizua mijadala mingi na hisia tofauti, si Tanzania pekee, bali kote duniani. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilitoa maelezo rasmi kuhusu chanzo cha kifo chake. Hapa kuna ufafanuzi wa kile kilichoelezwa rasmi na kile kilichokuwa kikiendelea wakati huo. 1. Taarifa rasmi ya serikali. Makamu wake wakati huo, sasa rais, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, alitangaza usiku wa Machi 17, 2021 kuwa Rais Magufuli alifariki dunia saa 12 jioni, hospitali ya Mzena, Dar es Salaam. Chanzo: alieleza kuwa kifo kilitokana na matatizo ya mfumo wa umeme wa moyo, kitaalamu atrial fibrillation. Historia ya ugonjwa: alibainisha kuwa rais alikuwa anasumbuka na tatizo hilo kwa muda wa miaka 10 kabla ya mauti kumfika. Mazingira ya wakati huo, mvutano na tetesi. Kabla ya kifo chake kutangazwa rasmi, kulikuwa na sintofahamu kubwa. Kutokuonekana hadharani. Rais hakuonekana hadharani kuanzia mwishoni mwa Februari 2021, jambo lililozua maswali mengi mitaani na kwenye mitandao ya kijamii. Tetesi za COVID-19. Wakati huo, dunia ilikuwa kwenye wimbi kali la janga la Uviko 19, COVID-19. Kwa kuwa Magufuli alikuwa na msimamo mkali wa kutilia shaka chanchano na vipimo vya nje, wapinzani wake wa kisiasa na baadhi ya vyombo vya habari vya nje walidai kuwa huenda alikuwa anaugua ugonjwa huo. Hata hivyo, serikali ilikanisha vigali madai hayo na kusisitiza kuwa ni ugonjwa wa moyo. Mshtuko wa taifa. Bila kujali sababu ya kitabibu, kifo chake kilikuwa pigo kubwa kwa wafuasi wake. Maelfu ya Watanzania walijitokeza barabarani Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza na Chato kumwagia kwa vilio na huzuni kubwa, wakimkumbuka kama kiongozi aliyewajali wanyonge. Kwa ufupi, kitaalamu na rasmi, rekodi za serikali zinasema ni moyo, lakini kwa sababu ya mazingira ya kisiasa na janga la COVID-19 la wakati huo, bado kuna watu wanaoendelea kuwa na nadharia tofauti, ingawa hazijawahi kuthibitishwa na ripoti yoyote ya daktari. Imeandaliwa na Rabi Jeremy OG, Dakika Media, zaidi ya habari.